Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyo. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu mti wa uzima wa milele. Popote pale ulipo, ninapokuambia kuhusu uzima na maanisha ukamilifu. Narudia, ninapokuambia kuhusu uzima na maanisha ukamilifu. Na uzima wa milele inamaanisha ukamilifu uliopo milele, ukamilifu usiovunjika na chochote, usiovunjika kwa sababu yoyote ile. Na hiyo ndio maana ya uzima wa milele. Pia ninapokuambia kuhusu mti, maana yake ni jina husika linaloelezea kuhusu ukamilifu huo uko vipi, au ni kitu husika kinachoelezea kuhusu ukamilifu huo uko vipi. Au ninaweza kusema ni kitu husika au jina halisi linalodhihirisha ukamilifu huo wa milele au uzima huo wa milele, kwa maana kwamba mti umebeba udhihirisho, ni jina au kitu kilichobeba udhihirisho wa ukamilifu huo wa uzima wa milele, ukamilifu huo wa milele au uzima huo wa milele. Kwa hiyo ninapokuambia kuhusu mti wa uzima wa milele, na maanisha udhahiri wa ukamilifu wa milele, udhahiri wa raha ya uwepo wa milele, udhahiri wa utawala wa milele. Kwa hiyo popote ulipo, naongea na wewe kuhusu mti wa uzima wa milele. Basi tazama jinsi mti huo unavyodhihirisha ukamilifu wa milele, uzima wa milele, usahihi wa uwepo wake wa milele. Ni hivi: mti huzaa matunda, na kila tunda linalozaliwa katika mti husika linafanana na mti huo husika, na kufanya popote tunda hilo lilipo ni mti husika upo, na jinsi tunda hilo linavyofurahiwa ni mti husika ndio unakuwa umefurahiwa. Kwa maana nyingine, tunda limetumika kama vazi la mti husika, ikiwa na maana ni mti ukiwa katika vazi lake, hata kama si tunda tu katika utoshelevu wake huu, basi tunda hilo ndani yake kuna mbegu ya kufanana na tunda hilo husika, na kufanya popote pale mbegu hiyo ilipo ni tunda halisi lipo, na kama ni tunda halisi lipo, basi ni mti halisi upo. Na hata kama si tunda peke yake, ila ndani ya tunda katika kupasuka kwake ni mti umeota, ni mti umeota unaofanana na tunda husika. Na
kama ni mti unaofanana na tunda husika na mbegu husika, basi ndivyo mti huo unavyofanana na tunda husika, ndivyo mti huo unavyofanana au ulivyo. Ni mti husika uliovaa vazi la mchi huo katika kuota kwake, na huo ndio ulikuwa udhihirisho wa neno uzima wa milele, udhihirisho wa raha ya uzima wa milele. Kwani raha ni uhakika wa chochote kuwepo pale kilipo milele yote. Narudia, kwani raha ni kuwa na uhakika wa kitu chochote pale kilipo kiwepo milele, pasipo kutolewa na chochote. Mke kuwa ni mke wa mume huyo siku zote, kisiwepo chochote cha kukutoa kwa mume huyo. Vivyo mume kuwa ni mume wa huyo mke siku zote, kisiwepo chochote cha kukutoa kwa huyo mume. Vivyo pia wewe baba kuwa baba wa hao watoto siku zote, mama kuwa mama wa hao watoto siku zote. Pia watoto kuwa watoto kwa hao wazazi, kusiwepo chochote, iwe ni fedha, iwe ni mali, iwe ni chochote cha kuweza kukutoa hapo ulipo kuwa mtoto, kuwa wewe au jinsi ulivyo popote, kwa huyo uliye naye ambaye ni wa kukupendeza hapo ulipo. Na hiyo ndiyo raha. Na mti umetumika kueleza udhihirisho. Narudia, mti umetumika kuelezea udhihirisho wa ukamilifu wa uwepo wake wa milele, ukamilifu au uzima wa milele popote pale ulipo. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu mti wa uzima wa milele. Basi na kwa udhihirisho huo, uzima wa milele au mti wa uzima wa milele ukawa umebeba cheo cha kiungu, ikiwa na maana mwenye sifa hiyo ya ukamilisho au uzima wa milele kuwa ni Mungu pekee, ni cheo cha Mungu pekee, ndicho chenye udhihirisho au kilichobeba sifa hiyo ya uzima wa milele. Kwa hiyo ninapokuambia mti wa uzima wa milele, ninaongea kuhusu Mungu mwenyewe, kwa kuwa ndiye aliye nayo hicho husika. Kwani sifa kuu ya mti wa uzima wa milele, moja, ni mti usiovunjika, yani kuingiliwa na chochote, usiopigika na chochote na kufanya kuvunjika usije ukawepo. Ndio sifa kuu. Na sifa kuu hiyo imebebwa katika neno moja, umilele. Ni mti unaoishi milele yote, na hiyo ndiyo sifa kuu ya mti wa uzima wa milele. Kwa uzao wa matunda yake,
kwa kila tunda linalozaliwa kutoka katika mti wa uzima wa milele, nalo huishi milele. Ina sifa moja la kuishi milele, lisilovunjika kwa sababu yoyote, lisilopigika kwa sababu yoyote, lisilozuilika na kitu chochote, bali kuwepo kwake ni uwepo wa milele, na kufanya kama ilivyo raha ya mti wa milele, ndivyo ilivyo raha ya matawi yake, ndivyo ilivyo raha ya maua yake, ndivyo ilivyo raha ya matunda yake, ndivyo ilivyo raha ya mbegu yake, ndivyo ilivyo raha ya ulimwengu wote ulio katika uzao wa mti wa uzima wa milele. Naongea na wewe popote pale ulipo, kwa kuwa hata mti au tunda la wema na mabaya lipo ndani ya mti wa uzima wa milele. Narudia, hata tunda la wema wa mabaya lipo ndani ya bustani ya mti wa wema, wa mti wa uzima wa milele. Kwa kuwa wema inamaanisha furaha ya tunda hilo kuwepo kwake milele, furaha ya mti wa uzima kuwepo kwake milele, kuto kuvunjika kwa namna yoyote. Lakini pia ubaya unamaanisha ngao au kinga kwa chochote ambacho kitataka kuvunja mti huo usiwepo milele, mti huo usiwepo milele. Ni ngao. Narudi hapa. Ubaya unamaanisha ni ngao ya mti huo wa uzima wa milele kwa chochote ambacho kitapinga uwepo wake wa milele, kitapinga au kujaribu kuvunja uwepo wa mti huo usiwepo. Kwa hiyo wema ni uhakika wa mti huo kuwepo kwake milele kwa kanuni hizo. Ubaya ni ngao inayolinda mti huo usitoweke milele. Kwa mfano, kama vile wewe mke unapoitwa mke, ni furaha au ni uzuri wa wewe kuwepo kwako milele. Na ubaya wako wewe wa kuitwa mke ni ile ngao ya chochote kinachotaka kukuita mke zaidi ya mumeo, ambavyo kitakuona jinsi ulivyo mbaya. Kwa kuwa chochote kitakachojaribu kukutoa kuitwa mke kwa mumeo, ndio huona ule ubaya kwamba haustahili kuwa mume wa mwingine zaidi ya huyo uliye naye. Haustahili kuwa mke wa mwingine zaidi ya huyo mume ulio naye, na kufanya wewe kuwa mke wa huyo milele, kuwa mume wa huyo milele kwa uzao wa matunda ya uzima huo. Na hiyo ndio maana ya mti wa uzima wa milele. Wema wake ni uhakika wake wa kuwepo
milele juu ya wote wanaoufurahia uzima wake. Na ubaya ni ngao inayolinda yoyote anayotaka kukaa nafasi isiyo ya kwake. Kama vile mbegu inataka kukaa katika nafasi ya tunda, ile mbegu itaonekana ni mbaya kwa wote wanaolitazama tunda. Pia tunda kutaka kukaa katika nafasi ya mbegu, lile tunda litaonekana ni baya kwa wale wote wanaolitaka kuangalia mbegu na kuipanda shambani. Ndivyo ilivyo kwako katika mpangilio wa uzima wa mti wa uzima wa milele, kwamba una ngao ambao unailinda, na hiyo ngao ndio huitwa ubaya kwa chochote kitakachotaka kuvunja hiyo ngao. Pia ina wema au uzuri kwa ile raha kwa wote wanaoifurahia mbegu au tunda au mti huo wa uzima kwa jina husika la kuitwa kwako. Ni mwanamke au ni mwanamume, ni baba au ni mama, yoyote anasema haustahili kuwa baba. Ndiyo, wewe ustahili kuwa baba kwa kuwa ni mbaya kwake. Yeye ni mke tu kwako na siye mtoto kwako, bali wewe unastahili kuwa baba. Ni mzuri na kufurahia kuwa baba kwa watoto wako, kwa kuwa watoto wako daima wanakujua wewe ni baba. Vivyo vilivyo kwako wewe, popote pale ulipo. Usisikitike kuitwa mbaya na shemeji zako, kwa kuwa wewe ni mbaya kwa shemeji zako kuwa mke kwao, bali ni mzuri kuwa mke kwa mume wako, ni mzuri kuwa mume kwa mke wako, ni mzuri kuwa mtoto kwa wazazi wako, ni mzuri kuwa mzazi kwa watoto wako, kwa kuwa mashtaka yote yanayogonga nyundo ya ubaya wako ni kuhusu kuwa mke kwa mume wako, kwamba imekuwaje kuwaje wewe umekuwa mke hapo, imekuwaje kuwaje wewe umekuwa mume hapo, umekuwaje kuwaje wewe umekuwa hapo. Wewe, hiyo ni ngao inayokulinda. Anayekuita mbaya ni ngao ya kukulinda. Narudia, anayekuita mbaya ni ngao yako ya kukulinda popote pale ulipo, ili yule anayekuita mzuri akufurahie popote pale alipo, kwa kuwa yule anayekuita mbaya katika jambo hilo anakuona mzuri katika jambo lile. Kwa hiyo anakufurahia na anakulinda. Huyo huyo anayekufurahia ndio huyo huyo anayekulinda. Huyo huyo anayekuita anafurahia uzuri wako ndio huyo huyo ambaye anakulinda kwa ngao ya kukuita mbaya. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu mti wa uzima wa milele. Ndiyo, ni Mungu pekee aliye mti wa uzima wa milele, kwa kuwa hata mti wa wema na mabaya upo ndani ya bustani hiyo ya mti wa uzima
wa milele, na tunda hilo hubaki kwamba nalo ni tunda la uzima wa milele, ikiwa na maana lenye ukamilifu. Na kwa jinsi hiyo, Mungu ndiye aliye mti wa uzima wa milele, na wewe popote pale ulipo ni tunda la uzao wa Mungu. Wewe ndiye sura. Narudia, wewe umeumbwa kwa sura na mfano wake Mungu. Yani popote ulipo, wewe ndiye sura ya mti wa uzima wa milele. Popote ulipo, wewe kwa jina lako ni mke kwa mume huyo, ni mume kwa mke huyo, ni mtoto kwa wazazi, ni mzazi kwa watoto wako, ni raia kwa taifa lako, ni wewe kwa jina lako. Popote pale ulipo, ni utajiri kwako wewe hapo ulipo. Yani jinsi unavyoitwa jina lolote popote pale ulipo, kwa kufurahia kuishi kwa jina lako hilo, wewe ni tunda la mti wa uzima wa milele. Na kama wewe ni tunda la mti wa uzima wa milele, wewe ndiye mti wa uzima wa milele ulizungukwa na malaika makerubi wakikulinda na panga za moto. Chochote kisichostahili kisiweze kuingia hapo. Chochote kisichostahili kukuita mume zaidi ya mkeo kisiingie hapo. Chochote kisichostahili kukuita mke zaidi ya huyo mumeo kisiingie hapo. Chochote kisichostahili kukuita baba mzazi kwa aina yako ya mtoto wa kwanza au wa pili kisiingie hapo. Chochote kisichostahili kukaa hapo kisiingie hapo. Ndio naongea na wewe. Kwa hiyo ulipo ni mti wa uzima wa milele uliokamilika kwa ule uzao wa tunda hilo, wewe ambaye ni wewe. Popote ulipo, uliyezaliwa kutoka katika mti wa uzima wa milele huu, ambaye ni cheo cha kiungu pekee, na kufanya popote wewe ukawa ni mwana au uliye na cheo cha kiungu. Popote pale ulipo, biashara yako, kazi yako, utume wako, uandishi wako, unabii wako, uchungaji wako, biashara yako, cheo chako, hiyo taaluma yako, ukulima wako, udaktari wako, wewe mfanya biashara wako, popote pale ulipo, kwa jina la kuitwa kwako, naongea na wewe sasa. Uliye tunda la mti wa uzima wa milele, ikiwa na maana mti wa uzima katika vazi lake, mti wa uzima katika vazi la upya wa kufurahia kwake, upya wa kufurahiwa kwake. Popote ulipo, wewe ndiye tunda la mti wa uzima. Wewe ndiye mti wa uzima uzaao matunda kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kwenye kabila lako, kwenye taaluma yako, kwenye udaktari wako, kwenye uaskari wako, hapo popote ulipo, kwa jina la kuitwa kwako, uzaao matunda ya uzima huo ulionao popote pale ulipo. Kwa kuwa kwa uzima huo wa udaktari, matunda ya udaktari, umekuta ni biashara.
kwa kuwa huyo aliotoka kuzaliwa kwake kwako hapo kwa kupona, kafungua biashara, kauza matunda, kalima mazao, kafanya kile. Ndivyo hivyo ilivyo kwako wewe mama. Umezaa matunda, ni madaktari wengine, mainjinia, watumishi wa Mungu wengine kwa majina yao popote pale walipo. Ndivyo ilivyo kwako wewe baba, ndivyo ilivyo kwako wewe mkulima, ndivyo ilivyo kwako popote ulipo. Haijalishi kibanda chako kina matunda mangapi unauza, lakini kwa tunda moja ulilozaa ni uzima wa raha ya milele, uhakika wa kila kimoja kuwepo milele popote pale kilipo. Kwa hiyo naongea na wewe kuhusu tunda la uzima wa milele. Wewe ni tunda la uzima wa milele. Wewe ndiye mti wa uzima wa milele uzaao matunda, kwa kuwa wewe ni tunda la mti huu wa uzima wa milele popote pale ulipo, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye wanamume wako, kwenye wanamke wako. Basi pumziko la wewe kuwa tunda hili la mti huu wa uzima wa milele liwe pamoja na wewe popote pale ulipo. Ulifurahie kuishi kwako, ufurahie maisha yako, ya kustareheshe kwa wewe kuwa tunda lenye mbegu lizaao matunda zaidi ya mti huu wa uzima wa milele. Basi pumzisho hili la kujua kuhusu tunda la mti wa uzima wa milele, pumzisho hili linalohusu tunda mti wa uzima wa milele, uwe pamoja na wewe popote pale ulipo, kwa uzao wa kuwa tunda la uzima wa mti huu wa milele.